nilikuja kufanya ziara kwenye tawi la Mwembe Tanga na wanachama wa CCM. Kwa hiyo wanachama wa pale akiwemo mwenyekiti na katibu na wanachama wengine ndio waliojumuika ile ziara, walitoa malalamiko haya kwamba sheha wa sheria yetu anatupa kero kwa sababu ya gari ambazo wanazitengeneza kwenye gereji yake hapato kuziweka hapa. Maana ile eneo mimi nalijua tangu niko mchanga, lakini zile gari nyingine za matengenezo zimo pembezoni mwa milango za watu, na sio kwenye jumba hili tu, hata kwenye open space nyingine ambazo yeye anaziona. Kwa hiyo nilichukua kero ile nikaifikisha kwa katibu wa wilaya ya mjini CCM, kwa sababu ndo alotutuma kuja kwenye kufanya mambo ya mkakati. Nilikuja mimi mwenyewe nikafanya research, nilipita kwa sababu mimi nakaa Mlandege tu. Nilipita nikaiona mwenyewe hii hali kwa macho. Lakini nikakamata wananchi wawili watatu nikanawauliza na majibu yalikuwa yale yale. Kwa sababu hili jambo ni zito. Siwezi kuongea kitu kwa kusikia bila kufanya research ya kwangu mwenyewe. Hii gereji ya nani natengeneza hapo? Mimi nipo chini ya uongozi. Uongozi wako ndo nani? Uongozi ndo akina nani? Tumwashia tuanze na hapa kwanza. Hapa sio mimi peke yangu ndo tengeneza magari. Hapa example yake kama kule Kijangwani. Kila mtu ambaye mwenye uwezo wake, ana ufundi wake, ana ujuzi wake, anakaa pembeni anatengeneza gari yake anaondoka. Hapa kuna walioweka yale majenereta, watu wa hoteli. Kuna hoteli hapa Ikulua haina parking. Kuna hoteli iliyokuwa kwa barabarani kule ikijaza mavitu hawana parking, wanakuja hapa. Sasa mimi sina gari, mimi na workshop. Iko kule mliponikuta. Sisi nataka ziondoke, si ndio? Mkurugenzi, naomba ita gari zako zianze kuchukuliwa hizi. Tutamtafuta nani mwenyewe. Tustoe hizi gari, tuzipeleke wapi? Marhubi. Mwenye gari kama ni yeye, kama mwingine yoyote atafuata kule. Hii si tushaiandikia transformer. Hajaondoka. Sogeza kule. Mheshimiwa Diwani, unasikia maelekezo ya wilaya? Tunazinyanyua. Kwa sababu gari kama hii inaonekana na engine sioni mule ndani, maana yake moja kwa moja hii gari imekuja kutengenezwa au imekuja kutupwa. Basi ataikuta marhubi pale. Kama na engine yake atakwenda kuifungia huko, lakini si hapa. Na ile pale Noah na Shekhe. Naomba tumalizie leo. Sawa. Hapa nataka nipaone peupe. Au nione gari ambayo imepaki ambayo ina moto. Maana yake tukihitaji tu inaondoka. Umenifahamu Mheshimiwa Sheha? Naam. Hatujazuia parking. Kwa hiyo tukikuta gari imepaki, ndio eneo lake limewekwa kwa ajili ya kupaki. Na ndio maana nikauliza hiyo gari, kuna gari kipande pale. Imekatwa hapo. Ile ni store ya kuna fundi mmoja ndio anaweka spana zake. Mimi twendeni kule kwangu mtaona workshop yangu. Tukifanya hiyo operation manake hata na hiyo store nayo maana kuna hizo zitaka kumaliziwa, hizo ataenda kumalizia huko Marhubi. Tunaendelea kupiga misumari. Hili eneo ni eneo ambalo tulikuwa tunapokea malalamiko miaka na kuenda na kurudi. Eneo hili asili lilikuwa ni garage. Baadaye viongozi wakatoa maelekezo garage iondoke, lakini inaonekana yale mambo yetu mazoea na tabu. Kwa hiyo tumekuja leo, tumeshatoa maelekezo, gari zote zilizokuwa mbovu tutazichukua, tutazihifadhi Marhubi pale. Alafu mafundi atakuja kule kama kuja kuimalizia ile gari au kuitengeneza, baadaye atatupa na faini yetu ya usumbufu. Hili eneo tutaliacha liwe huru kwa ajili ya magari kupaki. Na tunaambia tu wananchi kwamba safisha hii itaendelea, upangaji wa watu utaendelea katika wilaya ya mjini, lakini vile vile tunawasafishia, tunawapangia ili na sisi tupate vyanzo vya mapato. Tutaanza na fine, lakini baadaye wale ambao walalamika wataanza kulipia parking ili kwa ajili ya kuweka mazingira mazuri. Hili jambo lipo na tumeshatoa matangazo mengi sana na tumeshatoa notice kwa wananchi almost zaidi ya mara 3 kuhusiana na uwekaji wa magari na hizi gereji za mjini.
Mjini tumepiga marufuku gereji zote, sio hapa tu, hata Kijangwani tuliondoa. Kwa hiyo sasa hivi na hapa pia, kwa sababu tunataka kufanya ujenzi wa barabara huko, kwa hiyo inabidi lazima yale magari yaliyo barabarani yatafutwe sehemu ya kupaki. Kwa hiyo maeneo ni haya, open space ndo hizi. Kwa hiyo kesho tukijaliwa hapa, magari yote mnayoyaona hapa tunakuja tunayabeba, tutayapeleka Maruhubi. Kwa sababu tumeshatoa matangazo, wananchi tumeshawafahamisha na wanalijua hilo. Masheha wameshatoa maelekezo kwa wananchi, madiwani wameshaongea sana, kwa sasa hivi kilichobaki ni kuchukua hatua. Kwa hiyo mimi niwasihi tu wananchi, mwenye gari lake, mwenye chombo chake, mwenye boti lake, kama ana uwezo wa kuja kuliondoa leo jioni basi aje abebe. Vinginevyo sisi manispaa kesho asubuhi tunakuja tunafyagia vote. Nilizungumza hii kero majuzi tu hapa kwenye baraza letu la madiwani kuhusu hii garage ambayo magari mengi yamelala na hayatengenezwi na yamechukua sehemu kubwa ya barabara pamoja na maeneo yaliyo wazi ambayo yako chini ya nyumba za watu. Lakini siku ya pili yake kamati ya mipango miji ikaamua kufanya ziara na ikalikuta hilo jambo, lakini vile vile wakawaomba kuwa wamewapa wiki moja ili hili jambo liwe tayari limerekebishika. Na leo amekuja Mheshimiwa DC. Tumeona kuwa hali imekuwa nzuri, manake lile ambalo amelizungumza mipango miji pia limetendeka, kwa sababu ukiangalia eneo hili pia lilikuwa lina gari hapa, lakini pia tayari zile gari zimeondoka. Lakini kuna baadhi ya gari Mheshimiwa DC ametoka hapa, ametembelea mpaka pale, ameona kuwa ni za muda mrefu zimekaa tu kwenye hili eneo. Kwa hiyo tayari amempa agizo mkurugenzi wa baraza la manispaa kuwa nazo kuanzia kesho ziondoke, na kuna eneo maalumu zitapelekwa alafu watu wakachukua magari yao huko. Kwa hiyo mimi ninachoshukuru ile changamoto ambayo tunazizungumza kwenye baraza letu la madiwani basi zinafanywa kazi kwa haraka sana bila kuchelewa.